Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya miundombinu, sera, sheria na huduma stahiki ili kuhamasisha wawekezaji kuja kuwekeza nchini pamoja na kuimarisha mfumo wa ulipaji kodi kuwa wa haki na wazi ambao utazingatia mazingira halisi ya biashara na uwekezaji nchini. Akifungua kongamano la biashara na uwekezaji huko katika ukumbi wa hoteli ya Verde, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema, natoa wito kwa mamlaka za usimamizi wa kodi kwa maana ya TRA na ZRA kuhakikisha mfumo wa kodi ni wa haki, uwazi, rahisi, kueleweka na wenye kuzingatia mazingira halisi ya biashara na uwekezaji ili kuhamasisha walipa kodi. Tunahitaji kuhakikisha walipa kodi wanahamasishwa na sio kuogopeshwa. Aidha, kuwajengea uwezo watendaji wa mamlaka hizi wawe wenye ujuzi, ufanisi na weledi ili kuhakikisha wanatoa huduma bora bila ya kusababisha migogoro isiyokuwa ya lazima na walipa kodi. Vile vile, kwa upande wa wafanyabiashara na wawekezaji, na wasihi kuendeleza kutii na kutekeleza sera na sheria za kodi ili kuepusha usumbufu unaoweza kujitokeza wakati wa ufuatiliaji wa malipo ya kodi stahiki inayopaswa kulipwa. Kodi ni mapato ya nchi ambayo mfanyabiashara amekasimiwa kuyakusanya kwa niaba ya serikali. Hivyo, pale ambapo mfanyabiashara anapokuwa hakusanyi kodi kwa kukataa kutoa risiti, maana yake ni amevunja sheria za nchi hiyo na hivyo anapaswa kuchukulia sheria ipasavyo. Halikadhalika, mwananchi anapokosa kudai risiti, maana yake anasababisha mapato ya nchi kupotea na anakuwa ni sehemu ya upotevu wa mapato hayo. Hivyo naye anapaswa kuchukuliwa sheria stahiki. Serikali imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji kwa kuweka sera thabiti, sheria rafiki kwa wawekezaji pamoja na kuimarisha mazingira ya biashara. Nitumie fursa hii kuwahakikishia wawekezaji na wafanyabiashara wote wa ndani na nje ya nchi kwamba serikali itaendelea kuimarisha mfumo wa kodi usiokuwa na changamoto, bali unaowasaidia kukua na kuchangia ipasavyo maendeleo ya nchi yetu. Aidha, serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya miundombinu, sera, sheria na huduma stahiki ili kuhamasisha uwekezaji huo. Natumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wawekezaji wote ambao tayari wamewekeza katika sekta mbalimbali, na tunawaomba wawe mabalozi wazuri wa kuhamasisha wawekezaji wengine kuja kuwekeza hapa Zanzibar. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Dr. Saada Mkuya Salum amesema kongamano hilo limekuja wakati mwafaka huku serikali ikitarajia kusoma bajeti mpya ya mwaka 2025-26 ambapo maoni yatakayotolewa na wadau hao yatakwenda kufanyiwa kazi ili kuboresha sheria na sera mbalimbali zitakazosaidia kuimarisha uchumi wa nchi. Kongamano hili linakuja wakati ambapo ukiwa kiongozi wa shughuli za serikali, tunaona namna gani mageuzi makubwa yanafanyika hapa Zanzibar. Mageuzi ya miundombinu, mageuzi ya kisera, mageuzi ya kiutendaji ambayo yote kwa pamoja tunahitaji kukaa kwa pamoja kuzungumza namna gani hili gurudumu lote tunalichukua sisi kwa pamoja. Sisi kama ofisi tumekuwa tukipata maoni, maombi, labda recommendations mbalimbali kutoka kwa sekta binafsi, wawekezaji, lakini wengine mambo mengine yanakuwa hayaendani na sheria zetu, hayaendani na sera zetu. Lakini kwa upande mwingine vile vile tunaona namna gani hata wafanya biashara na wawekezaji wanapokuja na biashara ambazo sio zile ambazo tumezizoea, ni biashara ambazo zinakwenda katika uchumi wa leo, modern economy ambayo tunaiona. Kwa hivyo kwa namna yoyote ile ni lazima na sisi tunataka kuhakikisha sera zetu ambazo tumezitunga awali ambapo kulipokuwa hakuna mabadiliko, namna gani zinaweza kwenda sambamba na mabadiliko ambayo yanakuja. Nao baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wamesema, kongamano hili lina umuhimu mkubwa sana. Kitu muhimu ambacho serikali wanakwenda kukifanya au wanaendelea kukifanya ni kuendelea kutoa elimu juu ya masuala mazima ya kodi, lakini kushajihisha namna bora
ya kulipa kodi. Namna bora ya kulipa kodi inapatikana kupitia majadiliano, na ndio maana kuna uwepo wa kongamano hili linakwenda kusaidia njia bora, njia mbadala na namna bora kuhakikisha kwamba wafanya biashara, wawekezaji wote wanalipa kodi. Uchumi wetu unategemea kodi ambazo zinalipwa na wafanya biashara, kodi ambazo zinalipwa na wawekezaji kuendelea kujenga nchi yetu. Kwa hivyo naomba niseme wazi kwamba maneno ambayo ameyasema Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, lakini vile vile maneno ambayo amesema Mheshimiwa Saada Mkuya, Waziri Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, kwamba sote kwa pamoja, taasisi za serikali, lakini wafanya biashara, wawekezaji, tushirikiane pamoja katika kuhakikisha kwamba tunakuza nchi yetu, lakini kuhakikisha kwamba tunalipa kodi kwa wakati na utaratibu ambao umefaa. Kongamano hili la leo ambalo linahusishwa na masuala ya kodi na uwekezaji ni moja kati ya makongamano muhimu sana na ni fursa adhimu sana ambayo inawakutanisha wafanyabiashara pamoja na serikali yao ili kuweza kujadili masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na uchumi wa nchi. Makongamano haya yanatoa fursa ya kuweza kuwapa wafanyabiashara nafasi ya kujieleza na kutoa changamoto zao na kutoa mawazo yao, ili sasa basi serikali iweze kuyachukua na kuyafanyia kazi, kuweza kututengenezea mazingira mazuri ya kufanya biashara, ambalo ni swala muhimu, kwani kwenye biashara kunahitaji mazingira mazuri. Kwa hiyo ili yaweze kutengenezwa, basi ni muhimu kwa makundi haya mawili, kwa maana ya upande wa taasisi ambazo si za kiserikali na serikali kuweza kukutana na kuweza kuzitengeneza fursa hizi. Kwa hiyo mimi nishukuru serikali kwa kuweka makongamano hayo, na niseme ni muhimu makongamano hayo yakafanyika kwa wingi zaidi, na ikiwezekana basi yakafanywa kulingana na makundi maalum, ikiwa kwa mfano kundi la uwekezaji upande wa utalii, kundi la uwekezaji upande wa real estate, upande wa wafanyabiashara na wajasiriamali, kwa kila mmoja ana changamoto zake ambazo angependa kuzifikisha kwa wingi. Kongamano la leo limekutanisha wafanyabiashara mbalimbali, lakini si kwa wingi wake. Kwa hiyo tukiwa tunaweka makundi, na maana kutawapata kwa wingi na kuweza kuzijua changamoto kwa undani wake na kwa roots zake, ili kuweza kufanywa kazi kwa urahisi zaidi, na basi Zanzibar iwe ni sehemu ambayo wafanyabiashara wanavutika, wa ndani na wa nje, kuweza kufanya biashara zao kwa urahisi, kwa fursa tofauti ambazo zinahusisha na masuala ya blue economy, masuala ya uwekezaji na masuala mengine yote ya uchumi kwa ujumla wake. Kongamano hilo lililoandaliwa na Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango lina kauli mbiu isemayo kuimarisha rasilimali za ndani na uchumi shirikishi, huku mada zilizowasilishwa katika kongamano hilo ni hali ya uchumi Zanzibar, fursa za uwekezaji pamoja na mbinu bora za kuimarisha uchumi na kuvutia wawekezaji Zanzibar. Safia Hussein, ASAM Online TV.